Kama wewe umefanya upasuaji wa uvimbe hususan uterine fibroid aidha myoma, naomba nisikilize. Hata wewe uliofanya upasuaji wa cyst ni muhimu kwako, lakini zaidi wale waliofanya upasuaji wa fibroid aidha myoma. Nyinyi ni mashahidi. Watu wengi humo kwenye grupu wameshuhudia, ambao wengine wamefanya operation mara 2 kwa sababu tu ya uvimbe, mara 3. Mtu amefanya mara 2 na saizi anaambiwa na uvimbe tena, amefanya mara 3 na saizi anaambiwa na uvimbe tena, amefanya mara 1 na saizi anaambiwa na uvimbe mara ya pili, anatakiwa kufanya operation. Ni kwamba nini? Operation pekee sio suluhisho la uvimbe. Lazima kwanza homoni zako hakikisha zinakuwa sawa. Kumbuka, uvimbe unasababishwa hasa na vitu vingi vikiwepo genetic, lakini vitu vinavyochochea ukuaji wake ni sababu hasa ya mvurugiko wa hormone, yani hormone imbalance, ambapo kuna hormone kama za estrogen na progesterone ndio zinazochochea mtu anapata uvimbe. Ndio maana watu wengi uvimbe unakuwa zaidi wakati wa ujauzito, ndio wanapogundulika wengi, lakini wanawake wengi vile vile vimbe zinaisha moja kwa moja baada ya kuingia kwenye ukomo wa hedhi. Ndio maana nilieleza, kama upo kwenye ukomo wa hedhi, hata kama una uvimbe huna haja ya kutibu, labda kama unakusumbua. Kama maana yake unakusumbua, unapata maumivu, basi hata kama upo kwenye ukomo wa hedhi utibu. Aidha kama upo kwenye ukomo wa hedhi unatokwa na damu, hiyo ndio mbaya zaidi, kwa sababu hiyo inaweza kuwa saratani. Sasa ninachozungumza na wale ambao wamefanya operation lakini bado wapo kwenye umri wa kupata hedhi, hakikisha unapata matibabu ya kubalance homoni, ili sasa tatizo hili la uvimbe kuota tena lisijirudie. Na unawezaje kuzuia hili? Ni kwa kubadilisha mtindo wa maisha. Unajitahidi kula baadhi ya vyakula anti-inflammatory food. Nimeeleza baadhi ya vyakula, nimevitaja mchana hivi. Hivi vyakula vingi vina antioxidant ya kutosha, vina flavonoids, lakini vile vile ni anti-inflammatory, yani vinapambana na vimbe za mwili. Kwa mtu ambaye tayari hasa ana changamoto ya hormone balance, anaweza kuvitumia vikaanza kumsaidia taratibu. Lakini sio hivyo tu, kuna muhimu, unatakiwa kutumia virutubisho. Kama ukiona tu na dalili za hormone balance nyingi kama nilivyozieleza hapo juu, ila ukiona wewe unapata dalili nyingi za hormone balance kabla ya kuwa uvimbe, ni vyema kuzitibu mapema. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Sio lazima ukatumia dawa zangu, ni muhimu. Sio lazima utumie dawa zangu. Kama utapata dawa zozote ambazo zinaweza zikakusaidia kubalance hormone, unaweza ukazitumia. Kitu cha msingi, sitamani upo kwenye grupu hili, umejifunza hivi kitu hiki, alafu mwisho wa siku uvimbe ukaja ukajirudia tena, ukaja ukajutia baadaye. Kwa hiyo kama unanisikiliza, basi zingatia kitu kama hivyo. Jitahidi kula mboga za majani kwa wingi, jitahidi kula matunda, lakini epuka vyakula vya kisasa, hasa punguza. Hiyo itakusaidia. Lakini sio hivyo tu, ukiona dalili, wewe una dalili, ni vyema kutumia virutubisho, kwa sababu vyakula ndio vinaenda kusaidia kubalance hormone, lakini virutubisho vina virutubisho vingi zaidi kuliko vyakula vya siku hizi ambavyo vingi vinalalamikiwa havina virutubisho vya kutosha. Hivyo basi unaweza ukatumia virutubisho as a supplement, huwa zinasaidia, na hususan ikiwepo supplement zenye zinc ndani yake, ikiwepo za omega 3 na supplement nyingine nyingi, huwa zinasaidia kubalance hormone kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo ukiweza, basi unaweza ukafanya hivyo. Kumbuka, supplements sio kwa ajili ya wagonjwa tu, na mtu mzima anaweza kutumia. Kwa hiyo hazitakuletea athari, ila zitakusaidia kuepuka uvimbe usiote tena.